Hapa sasa tunaingia kwenye fumbo ambalo limewakanganya wengi. Kama gharika ya Nuhu ilifuta kila kitu, mbona majitu yalirudi tena? Na nini siri ya yule mfalme wa kwanza duniani aliyejaribu kupigana na mbingu? Tayarisha bando lako, maana hapa ndipo siri za kale zinapofunguka. Baada ya maji ya gharika kukauka, dunia ilikuwa safi. Nuhu na familia yake walitoka kwenye safina kuanza maisha mapya. Lakini ndani ya giza la ulimwengu wa roho, Lucifer alikuwa akicheka. Maandiko ya kale yanasema, kulikuwa na majitu duniani siku hizo na pia baada ya hayo. Swali ni, yaliwezaje kurudi? Wataalamu wa simulizi hizi wanasema kulikuwa na second incursion au uvamizi wa pili. Baadhi ya malaika waasi walirudia kosa lile lile la mwanzo, wakitaka kuhakikisha uzao wa mwanadamu unachafuliwa tena ili kuzuia kuja kwa Mwokozi. Miaka michache baada ya gharika, mwanadamu mmoja alijitokeza, Nimrod, mjukuu wa Ham. Nimrod hakuwa mfalme wa kawaida. Simulizi zinasema alianza kuwa mwenye nguvu kwa Nimrod, ambayo ni Giborim duniani. Inasemekana Lucifer alimpa Nimrod siri za kale za majitu. Nimrod akajenga ufalme wake wa kwanza huko Babeli. Alikuwa mwindaji hodari, lakini hakuwa akiwinda wanyama tu. Alikuwa akiwinda roho za watu na kuzigeuza kinyume na Mungu. Alitaka kuunganisha dunia nzima chini ya amri moja ya giza. Chini ya ushawishi wa Lucifer, Nimrod aliamuru ujenzi wa mnara wa Babeli. Lakini huu haukuwa mnara wa matofali tu kwa ajili ya urembo. Lengo lilikuwa ni kutengeneza lango au portal la kuingia mbinguni ili kupigana na Mungu na kumkomoa kwa gharika aliyoileta. Lucifer alitaka kuirudisha ile teknolojia ya malaika waasi kwa kupitia mnara huu. Lakini Mungu alishuka, akazivuruga lugha zao na wanadamu wakatawanyika. Hapo ndipo mwanzo wa mataifa na lugha mbalimbali, lakini mbegu ya uasi ilikuwa imeshapandwa kila kona ya dunia. Wakati wa uzao wa Abraham, nchi ya Kanani ilikuwa imejaa majitu tena, waitwao Anakim, Refaimu na Emimu. Hawa walikuwa mabaki ya ule uzao wa malaika waasi. Walikuwa warefu kiasi kwamba wapelelezi wa Israeli walijiona kama panzi mbele yao. Walikuwa na vidole 6 kila mkono na kila mguu. Walikuwa na roho za kikatili na walikula nyama ya watu. Hii ilikuwa mbinu ya Lucifer. Alijua Mungu ameahidi kumpa mwanadamu nchi ile, hivyo akaweka walinzi wa giza, majitu, ili kuzuia mpango wa Mungu. Kilele cha simulizi hii ya majitu ni yule shujaa wa Wafilisti, Goliathi wa Gathi. Goliathi hakuwa na ukubwa wa kawaida, alikuwa na urefu wa karibu mita 3. Alivaa mavazi ya shaba yenye uzito wa ajabu ambayo mtu wa kawaida hawezi hata kuyanyanyua. Goliathi alikuwa shock absorber wa Lucifer. Kwa siku 40 alikuwa akitukana majeshi ya Mungu, akisubiri mtu wa kupigana naye. Lakini siri ni hii, Goliathi hakuwa anapigana tu kwa misuli, alikuwa akitumia nguvu za giza za mababu zake wa Nephilim. Mpaka alipokuja kijana mdogo Daudi aliyebeba silaha ile ile ya Mikaeli, mamlaka ya neno. Vita kati ya Daudi na Goliathi haikuwa pambano la simba na yanga, ilikuwa ni mwendelezo wa vita ya mbinguni kati ya Lucifer na Mikaeli. Daudi alipomkata kichwa Goliathi, alikuwa amekata tawi moja kubwa la uzao wa majitu. Lakini simulizi inasema Goliathi alikuwa na kaka zake 4 ambao pia walikuwa majitu, na wote walikuja kuuawa baadaye. Baada ya anguko la Goliathi na majitu ya Kanaani, Lucifer aligundua kuwa Mungu kila mara atainua Daudi wa kupigana na majitu ya kimwili. Hivyo alibadilisha mbinu, evolution of tactics. Alihama kutoka kwenye mwili na kuingia kwenye nafsi, akili na hisia. Katika karne hii ya 21, Lucifer hatumii tena majitu ya mita 3, anatumia majitu ya kidijitali. Algorithms, zile zinazojua nini unapenda, nini unachukia na nini kinakufanya ukae kwenye simu saa 24. Chaos, vurugu, kupandikiza chuki kupitia mitandao ili watu wasiwe na muda wa kutafuta nuru ya kweli. Kumbuka lile tunda la katikati. Leo hii Lucifer ameweka matunda mengi mapya. Hutakufa, utakuwa kama Mungu. Huu ndio ujumbe ule ule anaotumia leo kupitia teknolojia ya transhumanism.
Wanadamu wanajaribu kuunganisha akili zao na kompyuta ili waishi milele, wawe na maarifa yote na wasimtegemee tena Muumba. Hili ndilo jaribio la mwisho la Lucifer la kumfanya mwanadamu ajione yeye ndiye Mungu wa maisha yake mwenyewe. Kumbuka mnara wa Babeli. Nimrod alitaka dunia iwe na lugha moja na serikali moja. Lucifer hajasahau ndoto hiyo. Leo hii dhana ya New World Order ni mwendelezo wa mnara wa Babeli. Lengo ni dini moja ya dunia ili kufuta utofauti na kuleta mfumo mmoja utakaomwabudu yeye kwa siri, universalism. Uchumi mmoja ili kudhibiti nani ananunua na nani anauza, precursor ya Mark of the Beast. Udhibiti wa umati, kutumia hofu, magonjwa, vita, njaa ili wanadamu wenyewe waombe serikali moja ya dunia iwaokoe. Lucifer alikuwa mkuu wa sifa mbinguni. Anajua nguvu ya muziki na picha kuliko kiumbe yoyote. Katika simulizi hii ya kusisimua, inasemekana kuwa ameweka mawakala wake kwenye tasnia ya burudani. Wanatumia alama, symbols, rangi na masafa ya sauti, frequencies, ambazo zinashusha kinga ya kiroho ya binadamu. Kila mara unapoona alama ya jicho moja au mapambo ya ajabu kwenye video za muziki, hiyo ni signature ya Lucifer akisema, mimi bado niko hapa. Simulizi inaelekea kwenye kilele chake, climax. Lucifer anajua kuwa hawezi kuonekana wazi wazi duniani kama shetani, maana kila mtu atamkimbia. Hivyo anamtayarisha mpinga Kristo, the Antichrist. Huyu atakuwa mwanasiasa hodari atakayemaliza vita zote duniani na kuleta amani ya uongo. Mchumi bingwa atakayerekebisha uchumi wa dunia uliovurugika, mtu wa haiba atakayependwa na kila mtu mpaka watu waseme huyu ndiye mwokozi wetu. Lakini nyuma ya suti yake nzuri na maneno yake ya asali kutakuwa na roho ya yule yule Lucifer aliyeasii mbinguni milioni miaka iliyopita. Simulizi inaelekea kwenye kilele chake, climax. Lucifer anajua kuwa hawezi kuonekana wazi wazi duniani kama shetani, maana kila mtu atamkimbia. Hivyo anamtayarisha mpinga Kristo, the Antichrist. Huyu atakuwa mwanasiasa hodari atakayemaliza vita zote duniani na kuleta amani ya uongo. Mchumi bingwa atakayerekebisha uchumi wa dunia uliovurugika, mtu wa haiba atakayependwa na kila mtu mpaka watu waseme huyu ndiye mwokozi wetu. Lakini nyuma ya suti yake nzuri na maneno yake ya asali kutakuwa na roho ya yule yule Lucifer aliyeasii mbinguni milioni miaka iliyopita. Simulizi inaelekea kwenye kilele chake, climax. Lucifer anajua kuwa hawezi kuonekana wazi wazi duniani kama shetani, maana kila mtu atamkimbia. Hivyo anamtayarisha mpinga Kristo, the Antichrist. Huyu atakuwa mwanasiasa hodari atakayemaliza vita zote duniani na kuleta amani ya uongo. Mchumi bingwa atakayerekebisha uchumi wa dunia uliovurugika, mtu wa haiba atakayependwa na kila mtu mpaka watu waseme huyu ndiye mwokozi wetu. Lakini nyuma ya suti yake nzuri na maneno yake ya asali kutakuwa na roho ya yule yule Lucifer aliyeasii mbinguni milioni miaka iliyopita. Hii inafika kilele chake cha kutisha na kusisimua zaidi. Tumeona urembo wa Lucifer mbinguni, uasi wake, majitu ya kale na mbinu zake za kisasa. Sasa tunazama kwenye hatima ya mwisho. Huu ndio muhtasari wa jinsi simulizi hii inavyotabiriwa kuisha au kuanza upya. Simulizi inasema kuwa Lucifer anajua jambo moja ambalo binadamu wengi wanalisahau. Anajua kuwa ana muda mchache. Katika ulimwengu wa roho kuna saa inayotika. Kila dakika inayopita inamkaribisha kwenye adhabu yake ya milele. Hii ndiyo sababu katika episodi hii ya sasa ya dunia unaona kasi ya uovu ikiongezeka. Hasira ya Lucifer imepamba moto. Anataka kuharibu kila kitu kabla ya filimbi ya mwisho kupulizwa. Hapa ndipo tutaona mkusanyiko mkubwa zaidi wa kijeshi katika historia ya ulimwengu. Lucifer akimtumia yule mpinga Kristo atayashawishi mataifa yote ya dunia kuungana. Lengo, kupigana na majeshi ya mbinguni yanayokuja kutawala dunia. Eneo, bonde la Megido au Armageddon.
Fikiria anga likipasuka na badala ya mvua linafunika ulimwengu kwa nuru ya ajabu. Lucifer atatoa amri ya mwisho kwa jeshi lake la mapepo na wanadamu waliodanganywa: pigeni kile kinachotoka juu. Lakini ni vita ambayo imeshashindwa tangu mwanzo. Nguvu ya maneno ya Lucifer itayeyuka mbele ya sauti ya yule aliyemuumba. Katika kilele cha vita hivyo, malaika Mikaeli atapewa amri ya mwisho. Hakutakuwa tena na mabishano ya kisheria kama wakati wa mwili wa Musa. Mikaeli atashuka na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Atamkamata yule joka, yule nyoka wa kale ambaye ni Ibilisi na Shetani. Lucifer atafungwa na kutupwa katika shimo la kuzimu, the abyss, kwa miaka 1000. Kwa mara ya kwanza tangu uasi wa mbinguni, dunia itapumua. Hakutakuwa na ushawishi wa giza, hakutakuwa na vita na hakutakuwa na hofu. Baada ya kipindi hicho cha amani, kutatokea jaribio la mwisho kabisa la Lucifer, the last rebellion, lakini litazimwa kwa sekunde moja. Hapa ndipo tunapofika kwenye the end credits ya uovu. Lucifer, Shetani, yule mnyama na yule nabii wa uongo watatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Huko watateswa mchana na usiku, milele na milele. Huo ndio utakuwa mwisho wa ule uzuri uliokuwa na kiburi mbinguni. Nyota ya alfajiri itazimia kwenye giza la milele ambalo haitachomoza tena. Baada ya uovu wote kufutwa na Lucifer kutupwa shimoni, simulizi inasema Mungu atafanya kila kitu kuwa kipya. Hakutakuwa na bahari, picha ya vurugu. Hakutakuwa na kifo, wala huzuni, wala kilio. Edeni itarudi. Ule urafiki kati ya Mungu na mwanadamu uliovunjwa na Lucifer kwenye episode 1 utarudishwa upya. Dunia itakuwa na nuru, lakini si ile nuru ya bandia ya Lucifer, bali nuru ya kweli ya utukufu. Ingawa mwisho wa Lucifer umeandikwa, simulizi hii inabaki kuwa isiyo na mwisho kwetu sisi tunaoishi sasa. Kwa nini? Kwa sababu kila mwanadamu leo hii anaandika script yake mwenyewe. Vita ya Lucifer haijahamia tena mbinguni, imehamia kwenye moyo wako. Kila uamuzi unaofanya kati ya wema na uovu, kati ya kiburi na unyenyekevu, unakuweka upande mmoja wa vita hii kuu ya kimbingu. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Bongo Movie Recaps, tumesafiri kutoka mwanzo wa muda hadi mwisho wa dunia. Tumeona jinsi malaika mrembo alivyogeuka kuwa mnyama wa kutisha kwa sababu ya kitu kimoja tu, kiburi. Simulizi hii ni kioo chetu. Inatukumbusha kuwa uzuri, mali na vyeo bila unyenyekevu ni daraja la kuelekea angukoni. Na huo ndio muhtasari wetu mrefu wa kisa cha Lucifer na Shetani, kutoka mbinguni hadi kwenye ziwa la moto. Je, unadhani wanadamu wamejifunza chochote kutokana na anguko la huyu malaika mkuu? Au bado tunajenga minara ya Babeli kwenye maisha yetu? Acha maoni yako hapo chini, na kama unataka nianze mfululizo wa siri za malaika wakuu 7 wa mbinguni, niambie kwenye comments. Usisahau kunifollow au kusubscribe, gonga hiyo kengele na share video hii kwa rafiki yako anayependa simulizi nzito kama hizi. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, nuru daima hushinda giza. Na kama unaamini katika ukuu wa Mwenyezi Mungu, basi comment amin na Mungu akubariki sana.